Ni Isa Muriithi Andrew, mjumbe wa Mungu. Nashukuru Mungu. Leo nataka kuongea a sermon ambayo inahusu uongozi wa kanisa katika nchi ya Kenya, na nataka hili jambo lichukuliwe kwa makini, ama niko serious na hili jambo kwa sababu kuna msemo inasemanga hivi kwamba ukiona jambo likisemwa lipo na kama alipo laja. Kuna viongozi wa kanisa wanajiita makanisa, na tumegundua kwamba makanisa ndio yaliuza Yesu. Yaani viongozi wa kanisa ndio waliuza Yesu. Si serikali ilikuja ikaingilia yeye, ni wale tu wako kwa madhabahu. Na sasa madhabahu mingi ile iko Kenya ni ya kibinafsi, ni ya watu ambao wameweka kama biashara, ni watu ambao wako na foundation zao ambazo asieleweki. So mimi nataka kugusia point moja ya mama ambaye anaitwa Wangojiri, ambaye anakuwa mmoja wa wale wanahubiri katika redio ya Kameme. Alienda huko pande ya Kagema kwa mazishi ambayo yeye alikuwa ametumwa na media ya Kameme, lakini kulitokea sijui anaitwa Watoro Mokorino Watoro. Kuna kitu moja, tabia moja iko na wahubiri wa nchi ya Kenya. Wakati wowote wakiona mtu akiongea kwa mbele na anajulikana na watu, wako na wivu mingi sana, tabia ambayo ni ya kisetani. Sijui wewe Watoro umejifunga hiyo kiremba na bado uko na wivu ndani yako. Usifikirie hapo kuna Mungu. Wivu haipelekani na Mungu kabisa. Watoro, wewe ni mmoja ya wale watu ambao tunajua ulikuwa kioo ya watu wa mlima kikanisa. Enzi za ujana yangu nimeishi kusikia Watoro kwa media, lakini all of a sudden umempotelea sababu umekuwa na mali na umekuwa ni kiongozi wa kanisa. Sasa ukipewa mamlaka unaitumia ni kama uhusiano wako na Mungu ni ndugu na dada. Wacha nikwambie kitu moja Watoro, na mtu yote wa kanisa anayenisikiza ama kiongozi, kama upendi mwenzako tu, mtu yoyote, ama uko na vitina na mtu yoyote katika hii dunia, wacha nikwambie, hiyo ndio mwanzo wa kuachana na Mungu. Mmeachana na Mungu ni kama mafuta na maji. Huwezi chukia ndugu yako, rafiki yako, ama yani mtu yoyote, alafu uniambie utaenda mbele za Mungu. Utaenda namna gani? Utaanzia wapi? So Watoro, kuna kitu inaitangwa inverse talking ama inverse, jambo ambalo linatokanga tu kwa sababu umeongea sana, jambo ambalo limetokea sababu umekuwa na kinyongo, jambo linatokea tu ama unaongea bila kujua. Hiyo ni weakness kubwa sana kwa binadamu na uhusiano wako na Mungu. Usikue sana mtu wa kujiona. Ukiwa mbele ya watu unaenda pale mbele unajiona, unajipiga kifua. Ukiangalia kwa Biblia wale watu wote walijipiga kifua, hawakutoboa mbele ya Mungu, hawakufaulu. Mungu aliwatoa kapra
hawajasimama ama kabla hawajapata lile jambo walikuwa wanataka. Na la muhimu sana Watoro, nikwambie kitu ujui, huyo mama hata hakuwa na maneno mingi, hakuwa anataka hata kujionyesha, alikuwa tu anataka kusalimia watu, na hata hakuna kampeni alikuwa anafanya. Kuja kwa mazishi umwambie ati Kameme ama watu wa media wamewazoea, wewe ujijielewi. Hata kama unachukia mtu sababu kwa dini yako amruhusu wa mama wakue na hiyo kipawa, inaonekana uko na weakness kubwa sana Watoro. Katika Kikuyuni, mimi najua Mkikuyu akisikia wewe umeendelea ama uko na hyper fulani, advise, yani umekomaa kimawazo, wanakuwekanga mbele. So hata wanaweza kudemand cha rasmi. Sasa wale watu wa mlima walidemand Gojiri cha rasmi, naye Watoro kuona hivyo alisikia wivu, aliingiwa na kinyongo. So Watoro uko na roho wa Kaini. Huyo ni roho wa Kaini ulikutawala. Na unahitaji maombi kubwa sana, sababu wewe saa hii ni mzee. Uvai kuwa na wivu kiwango hicho. Hapa inaoneshana vile background yako wewe uko. Kudharau watu tu kwa kuangalia nje, hutaki kujua ni nini kiko. Hiyo kitu saa hii tunaijua, tuko hapa Nakuru. Tumejua. Na sasa wacha niwaambie wanaume, wacha niwaambie mahali mmepotelea, men of God. Unaona wamama saa hii, tunaona wamama wameinuka kikanisa. Saa hii ndio wanataka kuongoza. Kwa nini? Majukumu ile ambayo mwanaume angevaa kufanya nyinyi hamfanyi. Mmekuwa kwa biashara sana, mmekuwa amjumuiki mahali mnahitajika. Sasa wamama ndio wanachukua nafasi zenu. Ukiangalia Shiro wa Oakland pia ameamuka hako US. Na huyo mama namvulia kofia. Namvulia kofia sababu anajua ni nini anafanya. Yani hawa ndio wanapikia revival. Wacha niwaambie wanaume, sababu mumerara. Wale watu wanyonge mnaona wanyonge ndio watapikia revival. Na revival haitakuja hivyo mnafikiria. Revival ni kurudisha Wakenya kwa Mungu. Na pia ni after kuna genocide inakuja, ile nimetaja kwa video nyingine ambayo inatayarishwa, inakuja vuruja mifurani, wipe out watu wa mlima, wipe out watu wa mlima wasikue tena katika dunia. Sababu imejulikana, Shetani amejua wana uhusiano na Israel, ni wa nyumba ya Juda na Levi na Benjamin. Ikishikana hivyo kutoka Mary, they are connected to Levite, Juda na Benjamin. So sababu Shetani ashajua siri. Sasa hata wasungu wanaingilia wanavandi wa Somali. Wanavandi wa Somali. Kwa hivyo hii revival, genocide ile itakuja kufanywa Kenya ni kuwipe out watu wa mlima, ati ndio watu wengine wakuja wakalia wao. Lakini naomba watu wa mlima tafadhali, mrudie Mungu. Mimi nitaishi kuwatangazia. Nilikuja hapa, niliingia kwa media, niko na miaka 3 nikihubiri hiyo maneno, lakini hakuna mtu amenishika. Hakuna mtu ameelewa ni nini nasemanga. Revival lazima itaingia, na genocide ile inakuja. Msipoomba watu wa mlima, kila kitu ni nyinyi mnawekelewa. Ile kitu itakuja. Mkiona Ruto akifungua mipaka, anafungua sababu yenu. Mmalizwe nguvu na Wasomali wa invest hapa. So Shiro wa Oakland, ningekuomba mimi nikiwa hapa Nakuru, hii kitu nilianza miaka 3 iliyopita kuhubiri mambo ya vile wahubiri wa Kenya wamepotoka, vile kanisa zimepotea na ni biashara iko. Shiro wa Oakland nimejaribu sana. Singeenda kwa kanisa sababu singekubalika.
ningetusiwa. Hata kwa media wananitusi kutoka hiyo miaka 3. Wengine wananiambia kanisa haitaisha. Watu hawaelewi kanisa ni nini hata. Kanisa sio kuvaa vizuri na kwenda kwa kanisa. Sio hiyo tu. Kanisa ina mambo mingi sana. Ni lazima utii Mungu kwanza. Alafu roho yako na kukaa na watu. Lakini sasa watu hawajui kanisa ni nini hasa. Kanisa ni wewe mwenyewe. Yesu hata hakuenda bali. Alisema wewe umebeba ufalme wako mahali huko. Kwa nini? Saa hii mhubiri akisimama pale mbele hataki kuona watu wengine akiongea. Hiyo siku moja unajua mwanzo wake. Hujajua mwanzo wake. Kwa hivyo muachane na wale watu wanakuja na njia ya ukweli. Muache kujiona sababu mmemwagiwa mafuta. Nyinyi ndio makuhani wale waliuza Yesu. Na Masedusis. Hao ndio waliuza. Sasa bado mnataka kufuata hiyo kajia. Wakorino. Wale wengine wote wahubiri, mapasta na mabishop. Hiyo kitu muache. Hizi makanisa mpaka pasta na bishop wanaenda na mabodyguard. Uweze mkalipia. Nimegundua ndio ufikie bishop fulani. Ndio ufikie bishop fulani. Lazima ulipe pesa. Lazima uongane. Ati ndio umfikie. Umfikie na kwa maombi lazima ulipe kiwango fulani ndio uende uombewe. Hilo ni jambo linapelekana na Mungu. Kweli. Mungu ukiamuka hivyo unaamuka bila malipo. Unatembea anakupea nguvu na unatembea bila malipo. Mbona wewe ulipishe na hakuna kitu kubwa unapea mtu? Hata nyasi huwezi mesa. Ujui nyasi ilimea aje. Jana niliangalia sahani ya chakula. Nikikula. Nilijiuliza swali moja. Hii chakula ndio inifikie hapa nipo. Imepitia wapi? Ndio inifikie. Angalia sahani. Kuna mafuta, kuna kitunguu, kuna chumvi, kuna nyanya, kuna moto. Hizo vitu zote. Mvua ilinyesha, mahindi ikakua. Na si siku moja na si mwezi moja, ni miezi karibu 4. Mahindi ikakua. Maharagwe vile vile. Maji hata huwezi eleza mambo yake. Mafuta pia huwezi eleza mambo yake. Lakini ile chakula unaweka pale ati unakula tu na unasahau. Unafikiria wewe tayari umefika. Hizo yani tunakosa kuona Mungu mahali tuko. Tunaenda kumtafuta mbali. Ukisikia hako Subukia unakimbia huko na umemwacha kwako kwa nyumba. Umeacha Mungu kwako kwa nyumba. Hakuna haja ya kwenda kutafuta Mungu bahali. Wewe kubali Mungu wako mahali huko na uridhike na ukue sawa. Mbona watu wengi wanaona ni kama wao they are very important kushinda wengine. So watoro sonoka. Hiyo si desturi ya Mwafrika ama ya mtu wa Mungu. Watoro uko na roho mbaya sana, uko na roho ya Setani. Roho mbaya haiwezi, inataka maombi mingi sana na hata unafaa ujifunge. Hata sitakwambia utoe kilemba sababu mwenye alikufunga alikumwagia mafuta. So Siroa Okerad, sijui ama uangalie hiyo issue ya huyo watoro. Hao watu wanatundanganya na vitu zingine na kama hiyo kilemba wanatundanganya. Na pengine wanakunywanga pombe na wanaingia marojins na pengine wanaficha hata pangie pale. Hii si kitu ya kuficha saa hii. Kama ni kuhubiri Mungu, hata mambo mingi, acha sarakasi. Sio waokera, waambie ukweli, waambie wajue. Kama mtu hao watu ukiangalia sana hakuna usaidizi mkubwa wako naye. Isipokuwa ni vitina. Vitina ndio imewafikisha pale juu kwa cheo ya kanisa. Wakiona mtu wanampiga. Wakiona mtu hawataki kuona hata mtu akiinuka. Mpaka muimbaji yule ako kwa kanisa hawataki kuona mtu muimbaji akiinuka kwa kanisa. Kijana akipiga keyboard ni shinda. Unamwekea vitina.
Kijana akikuwa mwimbaji ni vitina. Mnataka nyinyi ndio mmewekewa mbinguni na Mungu. Na hata hiyo mbinguni hakuna, hata ni usiwafiche, hakuna ya mtu kama huyo, hakuna. Mbinguni wewe ndio unajitayarisha. So Watoro, wewe umepoteza watu wengi sana, na kama kuna kanisa unaongoza Watoro, hiyo kanisa hakuna kiongozi pale. Maybe hata mtu wa chini wa nne ndio kiongozi kwa ile kanisa na mnamfungia. So Siro, sijui hii ministry ikuwa ministry tuanze namna gani? Ningekuomba wakati mmoja, siku zijazo tuende pale Uhuru Park under your leadership, tuende pale Uhuru Park tukue na uongozi, yani tukue na mahubiri pale ambayo kando na kuingilia watu wa kanisa, tuhubiri Mungu wa ukweli, tuone Kenya ama haitabadilika. Sababu hawa watu wamezoea wa Kenya sana, wanachukua wa Kenya, lazima umwagiliwe mafuta, na ile mafuta mzuri ni ya Mungu mwenyewe. Mafuta mzuri si ya binadamu. Binadamu anakuja kumwagia mafuta ajifurahishe yeye mwenyewe ama aone amefanya jambo, lakini mafuta ya kweli ni ile imetoka kwa Mungu mwenyewe. So Shiro wa Oakland, chunguza hii maneno, ujue venye tutakutana pale Uhuru Park, tuhubiri Mungu wa ukweli, Kenya isimame. Sababu hawa watu wamepotosha wa Kenya, na tuambie wa Kenya wote tuungane sote pamoja na Shiro wa Oakland, mimi na wale wengine, na akina Rocho na akina Mokuimondo, sisi zote tunaomba Mungu moja. Ni vile tu hatuja kutana tuongee. Mungu hana ubaguzi, hana mipaka. Mtu yote unasikia kitaja revival ako kwa laini, lakini wengine wanakimbia sana, wanataka sijui wakuwe ndio wanaongoza. Tunaongea akina Dora Waroiki, hao watu wote tuko kwa laini moja, kuna kitu wanajua. So mimi ningeomba watu wa Kenya wakuje pamoja, tukue kitu moja, tuende kwa Mungu na njia ile inafaa, bila kujipenda, bila kujiinua. Mungu ni wa kunyenyekea. Asante sana.